Moja, mbili, mbunge wetu kata Utepe. Lakini uwekezaji huu tumeuona haujatokea tu Amos kufanya hivi. Wako wawekezaji walioanza mara ya kwanza, walivyowekeza watu wakaanza kupata kipato. Amos akaona mnavyoweza kuuza. Lakini Amos ni kijana tuliyemlea, tumekuwa naye na amefanya biashara hapa. Amekwenda katika mikoa na wilaya mbalimbali kwenda kufanya biashara. Lakini leo kaamua kurejesha uwekezaji kwenye eneo ambako ametokea. Fursa iliyowekeza Amos inatupa wasaa sisi pia wa Amos kujisaidia serikali kutoa ajira. Tunaamini atakuwepo mlinzi, atakuwepo mhudumu, atakuwepo wafuaji. Kwa mnaweza mkaona ambavyo uwekezaji wa Amos umechochea maendeleo kwenye eneo hili. Lakini sio hivyo tu, wako wafanyabiashara na watu mbalimbali watakuja kukaa kwenye Amos, atapata fedha na wao watakuwa kwenye eneo salama kwa maana ya maisha yao na mali walizonazo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaasa wafanyabiashara, tuendeleeni kuwekeza kwenye eneo letu. Ili mji wetu uweze kukua ni lazima tupate na tuwekeze. Leo tumeona Amos amewekeza hapa. Ninaamini tuendelea kuwekeza kwenye guest. Lakini zipo fursa zingine eneo letu hili. Tuna fursa akipatikana mtu wa kuwekeza sheli ya mafuta. Tunahakika kwamba uuzaji atachochea sana ukuaji wa uchumi kwenye eneo hili. Lakini ziko fursa nyingi kwenye eneo hili. Tunaofanya biashara wa mifugo wana fursa pia ya kuanzisha maeneo ya kulishia mifugo. Na haya yote yatatusaidia kuhakikisha kwamba tunaweza kupata fedha na kupata uchumi kwenye eneo letu. Lakini jukumu langu kwa wafanyabiashara, nitakuwa na nyinyi muda wote kuieleza serikali kwa nafasi yangu ya ubunge kwamba eneo hili tuendelee kuchochea kwa kwamba tunaliimarisha kwenye sekta ya miundombinu. Tunatambua wazi tulikokuwa nyuma, eneo hili lilikuwa halifikiki. Lakini serikali mpaka leo tuna uhakika eneo hili linapitika kwa wakati wote. Lakini haitoshi, tumeongeza kufungua barabara ya kutoka Uyogo kuja Seleri na kuja hapa Kona 4. Lakini tunayo daraja zuri tumejenga. Ukitokea Isunga kuja Kashishi, tunayo daraja zuri kabisa ambayo tuna uhakika mwaka huu tutakuwa na shida ya changamoto ilikuwa inatokea pale Mbugani. Kwa serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi wabunge tunatambua sisi mmetuajiri nyinyi wananchi. Niwahakikishie sekta ya biashara tutahakikisha hapa Kona 4 inakuwa kwa kasi. Kwanza kabisa namshukuru Mheshimiwa mbunge wetu ambaye amelipokea kwa moyo wa kupenda kabisa jambo hili baada ya kumpa taarifa za ufunguzi wa nyumba hii. Na napenda kuwashauri na kuwaomba wafanyabiashara wenzangu kwamba sasa tulikuwa tunapata tabu nyumba za kulala wageni, lakini kutokana sasa na hali hii mpaka sasa nimewekeza kiasi kikubwa hapa, nafikiri watapata sehemu ya kupumzika vizuri wanapokuwa na shughuli zao za kibiashara. Mimi kimenisukuma kujenga hapa kwa sababu ni nyumbani, nimefanya kama kurudisha fadhila nyumbani. Nimeamua kufanya kitu hichi. Nimeona si vyema sana kujenga maeneo ya ugenini, nyumbani tukapaacha kama palivyo. Kwanza ni watoe wasiwasi wafanye biashara wote mlio Kona 4 na wale ambao wako nje na Kona 4. Na wakaribisha sana kwenye jiji la kibiashara, jiji la Kona 4, tuje kujenga Kona 4. Sasa ni wakati wa kutabasamu. Wote karibuni tutabasamu kwa pamoja, kwa maendeleo yote tutayasimamia kwa nguvu zangu zote.